Segerea Ilala oye! Kivule Ukonga oye! Kazi na utu! Kazi na utu! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM Taifa na mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa CCM mkoa kaka yangu Comrade Abbas Mtemvu, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM mliopo hapa kiongozwa na mneki wa mkoa Comrade Juma Rajab Simba, waratibu wa kanda hii ndugu Mary Chatanda na Richard Kasisela ambao kwa kweli wamefanya kazi kubwa katika kuratibu kampeni hizi wakishirikiana na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla wake. CCM oye! CCM oye! Waheshimiwa viongozi wetu wa dini, machifu mlioko hapa mkiongozwa na Chief Antonia ambaye ni mwenyekiti, wazee wa mila na walezi wetu wa wilaya hii ya Ilala na wananchi wote mlioko hapa, ndugu wagombea ubunge wa jimbo hili na wengine wengi ambao tumeona hapa na wagombea udiwani, kazi na utu! Kazi na utu! Mheshimiwa mwenyekiti, Samia ra! Samia Samia ra! Mheshimiwa mwenyekiti, leo tupo Ilala na kwa jicho la ujumla tunaweza tukasema Ilala ni mojawapo tu ya wilaya za mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tulichokisikia hapa na tulichokishuhudia kwa vitendo ni kwamba Ilala ni injini inayosukuma jiji la Dar es Salaam na taifa letu kwa ujumla. Ilala oye! Ilala oye! Ilala! Mheshimiwa mwenyekiti, tumesikia hapa na wengine tunafahamu kwamba Ilala ndiyo halmashauri yenye makusanyo makubwa zaidi ya halmashauri zote hapa nchini kwetu. Ilala oye! Na nimefahamishwa na nimesikia hapa kwamba Ilala inakusanya bilioni 130 kwa mwaka. Hayo ni makusanyo ya halmashauri, sio makusanyo yanayotokana na miradi mingine iliyopo katika mkoa huu, kwa sababu Ilala imeonesha kwa muda mrefu sana ni kwa namna gani chini ya maelekezo ambayo unayatoa ya ukusanyaji wa mapato wanatekeleza kwa kikamilifu. Mheshimiwa mwenyekiti, hapa katika wilaya ya Ilala ipo bandari ya Dar es Salaam, na wengi wameeleza hapa ni kwa kiasi gani bandari hii inaakisi ukuu wa lango lake, ukuu wa uchumi wa taifa, ni lango la ukuu wa uchumi wa taifa, ambayo chini ya uongozi wako Mheshimiwa, bandari hii imeboreshwa na kupanuliwa kwa viwango vya kimataifa. Wakati Mheshimiwa mwenyekiti ulipoiongoza nchi yetu kuingia katika mikakati ya kuboresha bandari ya Dar es Salaam, wengi hawakukuelewa. Hivi sasa tumeelezwa kwa takwimu kiasi gani kinaingia kutokana na maboresho yale, jinsi gani ufanisi umekwenda kwenye viwango vya juu sana, na hili jambo lazima lizungumzwe kwa nguvu ile ile ambayo wale wengine walitoa sauti ya kupinga. Samia oye! Hivi sasa bandari yetu imekuwa kiunganishi cha Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, na kwa hakika Mheshimiwa mwenyekiti, hii ni dira yako ya kimaendeleo kufungua milango ya biashara na ushirikiano wa kikanda. Samia oye!
Samia oye! Ni katika wilaya hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, lipo soko kuu la Kariakoo. Na tunafahamu Mheshimiwa, ni kwa kiasi gani umeongoza mabadiliko ya soko la Kariakoo. Sasa hivi Kariakoo limekuwa ni lango la biashara. Biashara ya wananchi, lakini ni biashara ya watu wengine wanaotoka nje ya nchi. Ni mahali ambapo vikundi vyote unavyoviona hapa, iwe mamalishe, babalishe, iwe vijana, wanawake, wafanyabiashara, wafugaji, wote hukutana pale kwa ajili ya kufanya mageuzi ya biashara yanayotokana na sera nzuri za Chama cha Mapinduzi ambayo wewe ni kiongozi wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, umeweka mazingira bora ya kodi. Ulipoingia ulieleza kabisa kwamba kodi ikusanywe kwa utaratibu endelevu, utaratibu ambayo mwananchi anasukumwa yeye mwenyewe kuja kulipa kodi na sio kwa vitisho. Hilo limeendelea, na kutokana na sera hizo tumeona wenzetu wanaokusanya kodi, sasa kodi imepanda sana. Mheshimiwa, wewe kwa hakika umefanya mageuzi makubwa ambayo yameleta sura mpya ya uchumi wa taifa letu na uchumi wa hapa Dar es Salaam, na Ilala ikiwa ni mwenyeji wa baadhi ya miradi hii muhimu kama uboreshaji wa soko. Samia Samia ra. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hapa Ilala kuna uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere. Wameeleza hapa ni kiasi gani ndege zimeongezeka. Wameeleza hapa ujasiri wako wa kushiriki katika filamu ya The Royal Tour. Hiyo inainufaisha moja kwa moja Dar es Salaam na Ilala hususan kutokana na kuwa mwenyeji wa uwanja wa ndege wa kimataifa. Mheshimiwa, mageuzi yaliyofanyika katika sekta ya anga na sekta nyingine, lakini kwa sababu uwanja huu uko hapa Ilala, umefanya nchi yetu kuaminika sana kimataifa. Ni nchi ambayo inawakaribisha kupitia wananchi hawa wa Ilala wageni wanaokuja, kutokana pia na maendeleo makubwa yaliyotokana na kukuza utalii katika taifa letu. Samia oye! Samia oye! Ndugu wana Ilala na wana Dar es Salaam, ni wazi kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mhimili wa uchumi jumuishi. Hakuna mwananchi aliyeachwa nyuma. Wafanyabiashara ndogo ndogo, maafisa usafirishaji, mama lishe, vijana na TEHAMA, wote hawa wamejumuishwa katika dira ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ya kujenga uchumi mpya, uchumi wa kisasa, uchumi wa kidijitali, na kujenga pia diplomasia ya maendeleo. Kwa hiyo leo hii, ndugu wana Ilala, tunapomkaribisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kama mgombea wetu, tunajua bila shaka yoyote tunakaribisha ustawi wa taifa letu, tunakaribisha maendeleo stahamilivu, tunakaribisha hatua muhimu ya kuelekea kwenye ndoto ya uchumi wa kati ambayo inatajwa katika dira ya taifa ya maendeleo. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anakuwa rais ambaye atasimamia utekelezaji wa ilani 2025-2030 na ataanzisha hatua muhimu sana za kuelekea miaka 25 ijayo kupitia dira ya taifa ya maendeleo. Kwa hivyo ndugu zangu, tumemsikia akisema na wengi wamesisitiza kwamba kwa kweli tarehe 29 mwezi huu, siku chache tu kuanzia sasa, tunayo fursa muhimu sana ya kuandika historia ya ushindi mnono kwa ajili ya Dr. Samia Suluhu Hassan, daktari bingwa wa maendeleo. Samia Samia ra. Samia Samia ra. Kazi na utu.
Kazi na utu wanailala. Samia na utu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakuomba sasa ukaribie kwenye kipaza sauti ili tusikie ujumbe uliotuletea. Asante sana Mheshimiwa.